mwenyekiti wa mkoa wa Mjini ambaye pia ndiyo mwenyeji wetu, ndugu naibu katibu wa habari ambaye ndiyo mwenyeji wa shughuli hii, vile vile ndugu naibu katibu mkuu, ndugu viongozi mbalimbali wa mkoa, wa majimbo, wa matawi na wenzetu wengine wote ambao meungana na sisi katika ziara hii na pia katika shughuli hii ya kuhitimisha ziara yetu. Nyote kwa pamoja, asalamu alaykum wa rahmatullahi ta'ala wa barakatuh. Kwanza niungane na nyie kumshukuru Mwenyezi Mungu, kumshukuru alhamdulillah kwa kutuafikisha tukafika mwezi huu mtukufu wa Ramadhani, na ambao katika mwezi huu tunayo ada hii ambayo kaieleza mwenyekiti, kaieleza naibu katibu wa haki za binadamu, kwamba ni utaratibu ambao mzee wetu Maalim aliuasisi na akaendelea nao na akadumu nao mpaka kaondoka. Kwa hivyo kwa sisi ambao mlitupa hii mikoba yake tuende nayo, basi tulipochungulia tukaliona hili, tukaona ni jambo jema la kheri la kuliendeleza. Kwa hivyo kwa mwaka wa tano sasa hivi, Ramadhani ya tano hii, kwangu mimi nimekuwa nikiendeleza ada hii, na kwa hakika ina faida nyingi sana. Moja ni hili la kuonana na wenzetu. Unajua, mtu ikiwa katika uzima wake ametumika, amehangaika, amepambana, alafu akikaa kitako ikawa hawaoni, maradhi yake yanazidi. Lakini akiona wenzake mmempitia, anajua kwamba wenzangu kwanza wanathamini ile nguvu na uhai na juhudi zangu katika hizi harakati. Wengi tunaona athari ambayo inaacha katika ziara hizi, kwa watu kupata moyo kwamba kweli hili jambo kwanza wenzangu wanathamini, lakini kwamba mimi nimo ndani, kumbe hazijafa hizi harakati, bado zinaendelea. Lakini la pili kubwa, tunapata fursa ya kuona hali ilivyo katika maisha, hali ilivyo katika mitaa yetu. Na la tatu, kwa hakika tunapopita humu, kuna wengine mtu ana dukuduku hayajui yote, au anafikiria kwamba haelezwi yote yaliyoko nje. Kwa hivyo wengine hukwambia mwenyekiti kidogo tu, usifikirie kwa anataka kuomba, anataka drip tu. Kwa hivyo huwa inasaidia pia kuwahuisha watu katika jambo hili. Mimi nashukuru sana. Kwa hivyo kwanza niwashukuru viongozi wetu kwa kuandaa ziara hizi, kwa kushiriki, na pili niwashukuru wenzetu wote ambao wametusaidia, ikiwemo wasaidizi wetu vyombo vya ulinzi pia, kwa kufanya ziara hizi ziweze kufanikiwa. Mimi niwaombe sana, la kwanza viongozi wetu na wenzetu wote, kwamba mwezi mtukufu wa Ramadhani Mwenyezi Mungu kaukusudia kutuleta pamoja sana. Kwa hiyo tujitahidi kuwa pamoja zaidi, lakini tunaona hali za maisha zilivyo. Mwaka jana si mwaka huu. Mwaka huu imezidi kuwa ngumu kidogo, kwa sababu mbalimbali zikiwemo za hali ya hewa. Tumeona mara hii mvua za vuli hazikuwa nzuri. Ukienda mashamba humu wanalalamika kwamba vipando vingi hakuna visiki vilivyokubali. Hakuna, alhamdulillah, kwa sehemu zile zenye mishelsheli angalau kuna mashelsheli, nayo yanaishia. Lakini kusema kweli, kwa sehemu kubwa mimi niwashukuru wenzetu wote ambao wamejitoa, wakajitolea kuwashika mkono wenzetu ambao hali zao ni ngumu. Tuwashukuru sana, na mimi niwaombe viongozi nyote hili tuwatafute walikuwa hali zao wanawasa, ili waweze kuwasaidia wenzetu, ili tumalize mwezi huu mtukufu wa Ramadhani, tupate fadhila za mwezi huu. Lakini na pili, kila mtu amalize akiwa na furaha, siwe na masikitiko. Kila mtu tuweze kuudiriki mwezi huu, itakuwa ni neema kwetu sote, lakini ni neema kwa nchi yetu. Na mimi naamini sadaka za namna hii zitasaidia kutufungua
katika yale ambayo bado yamefungika. Kwa hivyo mimi niwaombe sana viongozi sote, kila mmoja kwa nafasi yake, wenzetu nyote kila mmoja kwa nafasi yake, tuwafikirie na wenzetu, tushikamane nao, tuungane nao, ili kila mtu amalize mwezi huu mtukufu wa Ramadhani katika hali ya furaha, ili tuweze kupata fadhila za mwezi huu. Kwa lile moja la mwisho na ambalo naamini wengine wanataka kulisikia, tunafunga lakini sikukuu vipi au vipi? Tuliitana Majid Holi pale tukawaambia kwamba jamani tushapambia au vipi? Mimi niseme kwamba tunashukuru kwa upande wetu sisi, kama tulivyosema, tulishamaliza taratibu zetu za kichama ya kukabiliana au kulimaliza jambo hili, na wenzetu mpaka sasa hivi kwenye ziara hii pia nimepashwa habari kwamba na wao wamo katika hatua za mwisho za kumaliza hatua hizi. Kwa taarifa ambao wao wenyewe wameniambia kwamba bwana, sisi tuko mwisho. Jana tulikuwa na kishughuli katika jambo hili. Kwa hivyo tuombe Mungu. Muhimu katika nchi, tunataka kwamba turudi katika hali ya amani, mshikamano. Yale yanayotutanza, yale yaliyotukwamisha tuweze kuyatatua. Yule aliyokuwa kidogo kapinda, Mwenyezi Mungu amnyoshe. Yule aliyokuwa yuko kizani, Mwenyezi Mungu amtie kwenye nuru. Lakini tamaa yetu ni kwamba jambo hili inshallah tutalimaliza kwa salama, nchi yetu ibaki salama, tuweze kufanya mambo yetu kwa ustaarabu, na nchi yetu ifike pale ambapo inastahiki. Tulipo sote tunakubali, sipo tunapostahiki. Inshallah sote tuendelee kwa baraka za mwezi mtukufu wa Ramadhani kuombea dua mafanikio ya jambo la kheri hili la kuweza kupeleka nchi yetu pale ambapo inastahiki. Baada ya hayo, mimi niwatakie saumu njema. Inshallah Mwenyezi Mungu atujalie tupate fadhila za mwezi huu kama mtu mmoja na kama nchi kwa ujumla. Mimi nashukuru sana. Assalamu alaikum warahmatullahi taala wabarakatuh.